Young Africans ni kitu kizuri sana kwa sababu ndo pale ambapo wanaendelea kuibrand Young Africans. Unajua mahali popote ambapo ipo Engineer Hersi, hapo ndipo ambapo Young Africans ilipo. So what they have done kuhakikisha kwamba kuna hafla ya kumpongeza kutokana na kile ambacho amekiachieve kama kiongozi kwenye mpira wa ulimwengu ni kitu kikubwa sana ambacho kwa namna moja au nyingine kinazidi kuitengeneza taswira ya Young Africans kuendelea kupenya kwenye macho na masikio ya wadau wa soka Tanzania, Afrika na hata ulimwenguni kote, kwa sababu as we speak Engineer Hersi ni mjumbe wa kamati ya mashindano kwa club za wanaume kwenye level ya ulimwengu, kwa sababu ni mteuliwa kwenye zile teuzi mbalimbali za FIFA. Kwa hiyo hicho alichokifanya Young Africans kwa lengo la kumpongeza Engineer Hersi ni kitu kikubwa sana ambacho wanapaswa kuendelea kukifanya kila wakati ambapo fursa zinapokuwa zimejitokeza za namna hii, basi anapongezwa kulingana na kile ambacho alichokifanya. Hawakufanya alivyoteuliwa kwa rais wa ECA, lakini leo wamefanya na wanaziintroduce zote mbili, kwa sababu pale ukiangalia pale ipo lebo ya FIFA kwa maana ya logo ya FIFA, lakini ipo logo ya ECA, kitu ambacho ni very positive. Unaonyesha ni namna gani ambavyo Engineer Hersi amepiga hatua kwa kiwango kikubwa, lakini you should not forget kwamba pale pia inaonekana logo ya Young Africans. Kwa hiyo kuna logo za mpira wa miguu tatu kubwa ulimwenguni: Young Africans kwenye level ya Afrika, ECA kwenye level ya Afrika na ulimwengu, lakini pia FIFA kwenye level ya ulimwengu. Kwa hiyo mwisho wa siku nini ambacho tunaweza tukasema ni kongole kwa Young Africans kwa kuona wanaweza kaitumia hii fursa kuendelea kuibrand ya Young Africans, lakini pia kutumia hii fursa kumheshimisha. Kwanza sherehe, ili iwe sherehe lazima kuwe kuna watu walioalikwa. Hii ni hafla ya kumpongeza Engineer Hersi, na hii hafla inaandaliwa kwa sababu ya achievement aliyoipata kwenye mpira wa miguu. Tunawazungumzia KMC, tunawazungumzia Azam, tunazungumzia media houses ambazo zimetuma watangazaji wao ambao wanahusiana na vipindi vya michezo. Ingawa sio wote ambao wanafanya shughuli za kimichezo, lakini most of them ni wale ambao wanajihusisha na programs za kimichezo kwenye media houses ambazo wanazotokea. Lakini pia yupo Gerson Msigwa, katibu mkuu wizara ya michezo na mambo mengine ambayo anayashughulikia kama msemaji mkuu wa serikali, yupo pale. Hii ni kwa sababu Engineer Hersi ameachieve jambo. Kwa hiyo kuwepo kwa watu ambao wanahusiana na habari za michezo ndio watu sahihi. Yani hakuna uwezekano ambapo utamleta mtu kutokea tasnia ya siasa kuja kusherehekea jambo la nini la mpira wa miguu. Ingekuwa ni watu wa ajabu sana unaenda kumuita mbunge wa jimbo la Kinondoni, wa jimbo la Temeke au wherever, aende akashiriki pale kama mwanasiasa kwenye tukio la kimichezo. So hao walioalikwa ni watu ambao wanafanya shughuli mbalimbali za kimichezo, na huwezi kuitofautisha hii hafla na shughuli za kimichezo. Ni story nyingine ya kimichezo, and that's why kama Anwar TV tuko hapa tunalizungumzia hili swala la kimichezo kwenye department yetu ya michezo. Ni story ya kimichezo ambayo ni lazima iwa accommodate watu wanaofanya shughuli mbalimbali za kimichezo. Kwa hiyo kuwepo prominent figures ambao wamejitokeza kwenye hili tukio la kwenda kusherehekea maisha ya Engineer Hersi kwenye eneo la uongozi wa tasnia ya kimichezo, jambo zuri. Engineer Hersi amefanikiwa so far. Kwa hapa alipofika amefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, and I can dare to say maybe kwa 98%. Hizi mbili tuziache tu kwa sababu kuna zile za kibinadamu. Amefanikiwa kwa sababu kama kiongozi, ulikuwa kiongozi from nowhere. Yani alikuwa tu mshabiki wa Young Africans au mwanachama wa Young Africans. All of a sudden ndani ya miaka 4 ameshakuwa president wa Young Africans, ameshakuwa president wa ECA, chama cha klabu barani Afrika, ni mjumbe wa kamati ya mashindano ya mpira wa miguu kwa wanaume ngazi ya klabu ulimwenguni. Hii ni achievement kubwa sana kwenye career ya mpira kwa Engineer Hersi. Ni kama ameenda very fast kwenye career yake ya uongozi kwenye eneo la mpira wa miguu, kwa sababu kutoka from
zero, kutoka kuwa mwanachama, kutoka maybe kuwa mshabiki, all the way mpaka kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano kwenye level ya mwisho kabisa ya FIFA. Ni achievement kubwa sana. That's why naweza nikasema amefanikiwa kwa almost 98%. Hizi mbili ni zile za kwamba kuna vitu vingine ambavyo vinaweza vikatokea baadaye. Probably anaweza akaja kuwa katibu mkuu maybe wa CAF, anaweza akaja kuwa president wa CAF, who knows, anaweza akaja kucontest one day kama president wa FIFA. It's just daring. Anaweza akaja akacontest kwenye level ya FIFA, anaweza asishindi, lakini tayari atakuwa ametengeneza njia nyingine tena kwa Tanzania. So ni darasa, yani Engineer Hersi ni darasa kwenye mpira wa miguu nchini Tanzania. Whether you like it or not, ni lazima ukubaliane na watu wanaoamini kwamba Engineer Hersi ni moja kati ya wanamapinduzi kwenye mpira wa miguu. Personally mwanajeshi ambaye naona ndio key ya kuleta mapinduzi ya mpira wa miguu kwenye mpira wa Tanzania ni Mohamed Dewji, aliyekuja kuendeleza sasa kutoka pale ambapo Mohamed Dewji alipoanzia Engineer Hersi, na ameipeleka juu zaidi, kwa sababu unaweza ukawa unatoa pesa, then ukiwa hakuna kitu ambacho unachokifanya extra, zile pesa zitakufa for nothing. Lakini Engineer Hersi amekuja kutoka pale ambapo Mohamed Dewji alianza kuinvest na kufanya transformation ndani ya Simba. Sasa Engineer Hersi ameenda kwenye level nyingine ya branding na kumaintain ile brand. So Engineer Hersi ni champion wa mpira wa miguu nchini Tanzania. Kila mtu anapaswa kumwangalia Engineer Hersi kama image ya mpira wa Tanzania na kumuiga wa kile ambacho yeye anakuwa anakifanya. As long as kuiga kitu kizuri, haijawahi kuwa dhambi.